Karibu mtazamaji katika ulimwengu wa habari tulionayo siku huu. Rais Dr. Samia ataka mawakili kutafsiri sheria kwa vitendo. Kwingineko, serikali kuendelea kuwekeza katika matibabu ya saratani. Na kwa kimataifa, Dagro na maafisa wengine wa RSF wahukumiwa adhabu ya kifo. Na katika michezo, shirikisho la mchezo wa vishale Tanzania kumleta mkufunzi kutoka Uswizi. Hujambo mtazamaji popote pale ulipo, ni matumai yangu mzima wa afya. Karibu katika ulimwengu wa habari kutoka Sky TV. Mimi ni Zinaziri Mswima. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amewataka mawakili wa serikali nchini kuimarisha uwezo wa kutafsiri sheria, mikataba na matamko ya kimataifa kwa usahihi ili kulinda uhuru wa taifa, haki za raia pamoja na rasilimali za taifa. Amina Ngahewa kutoka mkoani Arusha ana ufafanuzi wa taarifa hii uliofanyika hapa jijini Arusha, ambapo amesema mawakili hawapimwi kwa kuzuia migogoro bali kwa kutambua vihatarishi na kuishauri serikali kufanya maamuzi. Ni walinzi muhimu wenye ujuzi wa kisheria za ndani na za kimataifa. Nimesema hali iliyoko duniani sasa hivi, lazima tuwe weledi wa matamko, maprotoko na mambo mengine ya kimataifa yanayotoka huko, kuyaangalia kwa haraka, kuyatafsiri katika hali yetu na kuweza kutoa majawabu kwa haraka ili kuhami uhuru wetu. Afisa wa sheria wa serikali anapimwa kwa uwezo wa kutafsiri sheria na matamko ya kimataifa na kujidhatiti kuihami nchi yake na vitishio vya ndani au nje ya taifa lake. Kwa maana nyingine, pamoja na kutusaidia katika shughuli za maendeleo na ustawi wa watu wetu, sheria zetu zinapaswa kuwakinga dhidi ya vihatarishi vya uhuru na ustawi wa taifa letu. Katika hatua nyingine, Dr. Samia Suluhu Hassan amesema baada ya mchakato wa kutafsiri sheria kwa lugha ya Kiswahili, ni vyema elimu ikatolewa kwa wananchi ili waweze kuwa na uelewa upatikanaji wa haki. Kazi yenu isiishie tu kuzitafsiri, lakini pia muingie njiani kwenda kuzifundisha kwa watu wazielewe, wazifahamu na wajue mipaka ya serikali, mipaka yao na sheria za nchi yao zinasema nini. Kwa upande wake, Dr. Juma Zuberi Homera, waziri wa Katiba na Sheria, amesema ili kuimarisha mfumo wa haki, tayari serikali kupitia wizara yake imeshaanzisha kitengo maalum cha ulinzi wa mashahidi, hatua itakayoimarisha utoaji wa haki na kulinda mashahidi ili kuongeza imani ya wananchi. Ulitupa maelekezo kupitia utekelezaji wa haki jinai ambao uliunda timu ya kufanya ufuatiliaji wa kina. Mheshimiwa Rais, naomba nikueleze tu kwamba tayari tumeunda kitengo maalum cha ulinzi wa mashahidi ambacho na tayari kina bajeti yake. Hamza Johari, ambaye ni mwanasheria mkuu wa serikali, pamoja na rais wa chama hicho Bavo Jones, wanabainisha mafanikio yalipatikana tangu kuzinduliwa kwa chama hicho. Tumepata mafanikio mengi sana, lakini kwa muktadha na kwa madhumuni ya muda, naomba nizungumzie moja tu kati ya mafanikio hayo, nayo ni mradi wa kuandika kitabu kinachojulikana kama falsafa ya sheria ya Mama Samia. Tulichokuwa tunajiuliza wakati ule kwamba hivi tangu mwezi Machi 2021 sheria hizi mbalimbali ambazo tumekuwa tukirekebisha na sheria mbalimbali ambazo zingine tumekuwa tukitunga au zingine kuzifuta, kumekuwa na athari gani katika jamii na uchumi wa taifa hili? Serikali imefanikiwa kuokoa fedha za Kitanzania shilingi bilioni 969,315,634,148, lakini pia serikali imefanikiwa kuokoa dola za Kimarekani milioni 418,172,414 na senti 13, ambazo ni sawa na shilingi za Kitanzania trilioni 1 bilioni 99,793,449,161 na senti 90. Mkutano huu mbebwa na kauli mbiu inayosema haki, wajibu na utawala wa sheria ni msingi wa utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050
Lakini kumbuka kuwa mkutano huu mwishoni utafanya uchaguzi wa viongozi mbalimbali akiwemo rais na viongozi wengine. Kutoka mkoani Arusha, Amina Ngahewa, Sky TV. Rais Dr. Ili kuimarisha amani, umoja na maendeleo ya taifa, ushirikiano kati ya serikali na viongozi wa dini nchini umetajwa kuwa nguzo kubwa katika kufanikisha suala hilo. Hussein Bori anafafanuzi wa taarifa hiyo. Hayo yamezungumzwa na naibu waziri ofisi ya waziri mkuu, kazi, ajira na mahusiano kazini katika ibada ya kuliombea taifa. Naibu waziri amesema kuwa serikali inatambua mchango wa viongozi wa dini katika kujenga maadili, mshikamano na amani kwa manufaa ya nchi. Tunakusudia kuendelea kuwajenga waumini wetu ambao pia ni wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ili kanisa liendelee kuwa chachu ya upendo, haki, amani, umoja na mshikamano wa kitaifa. Umwambie Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan aendelee kuwa na moyo mkuu, ujasiri na imani katika kuwatumikia Watanzania. Mzidi kuwa na afya njema, wazidi kuwa na afya njema na nguvu ya kulitumikia taifa letu kama ilivyo hivi leo. Natamka kwamba sisi raia wote wa Tanzania tudumu kuwa na upendo, umoja, uzalendo na mshikamano wa kitaifa katika kuleta maendeleo ya nchi yetu. Serikali inatambua mchango wako wa kuliombea taifa amani, kumwombea Mheshimiwa Rais, na shukrani hizi uzipokee, nimezifikisha kama zilivyo, na unatakiwa kila laheri, kwamba usichoke, usikate tamaa, tuko pamoja na wewe. Kwa hiyo kama serikali tunaomba, tunatambua na kuthamini mchango wa viongozi wa dini katika kuimarisha maadili. Tunawaomba kwa sababu tunatambua na tunathamini, muendelee kuimarisha maadili, mshikamano na amani ya nchi yetu. Viongozi hao pia wameahidi kuendelea kuliombea taifa na wananchi bila kuchoka, wakieleza imani yao kuwa Mungu ataendelea kuibariki Tanzania kwa kuifanya iendelee kuwa taifa la amani, haki na maendeleo. Nikiripoti kutoka Morogoro, mimi ni Hussein Bori, Sky TV. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeendelea kuonesha dhamira ya kuimarisha huduma za afya kwa kuongeza uwekezaji katika matibabu ya saratani ya mfumo wa fahamu. Mindi Joseph na ufafanuzi wa taarifa hiyo. Katika juhudi za kukabiliana na ongezeko la magonjwa ya saratani katika mfumo wa fahamu, serikali imeendelea kuongeza uwekezaji katika huduma za uchunguzi na matibabu ili kuimarisha upatikanaji wa huduma za kibingwa nchini. Makamu wa Rais amesema uwekezaji huo tayari umeanza kuzaa matunda, ambapo Tanzania imeongeza uwezo wa kuchunguza na matibabu ya saratani kupitia huduma za tiba mionzi katika hospitali za kanda na binafsi. In the case of United Republic of Tanzania, the government has consistently demonstrated its commitment to investing in neuro-oncology and the health system in general by enhancing diagnostic capability, treatment options, medical equipment and infrastructure from primary healthcare level to national hospital. For over 30 years, cancer treatment has been centralized at the Ocean Road Cancer Institute. But presently, 3 zonal hospitals and 3 private hospitals have started radiation therapy treatment. Furthermore, the government has greatly improved the radiology and imaging services at both national and zonal levels, having installed 7 new MRI machines, making a total of 13 MRI machines. Pamoja na mafanikio hayo, Dr. Nchimbi amesema ongezeko la magonjwa ya saratani katika mfumo wa fahamu bado ni changamoto kubwa nchini, huku mabadiliko ya mtindo wa maisha, kiharusi pamoja na majeraha ya ubongo yanayotokana na ajali za barabarani vimeendelea kuongeza mahitaji ya huduma za kibingwa. First, we will persevere in our commitment to training and development human capital, aiming to increase the number of specialized medical professionals, including neurologists, neurosurgeons, radiologists, oncologists, and others. Second,
continued improvement of our health infrastructure and technology, encompassing equipping our referral hospitals with state-of-art neurosurgical facilities, advanced diagnostic tools, and essential critical care units to support the intricate procedures. Third, championing innovative financing and the utilization of domestic resources to improve access and equity in healthcare delivery. Mkutano huo wa siku 3 unaoandaliwa na taasisi ya tiba mifupa na ubongo Muhimbili MOI umewakutanisha zaidi ya wataalamu, watafiti na wadau 200 kutoka ndani na nje ya Afrika kujadili maendeleo ya tiba ya saratani za ubongo unaotarajiwa kufanyika kwa siku 3 kuanzia leo Julai 13 hadi 15, 2026. Mindi Josefu, Sky TV. Asante Mindi Josefu kwa ufafanuzi wa taarifa hiyo. Mtazamaji, na moja kwa moja tuelekee kule mkoani Songwe. Katibu tawala wilaya ya Ileje ndugu Abdalla Mayumba ametoa wito kwa hudumu wa afya wa ngazi ya jamii CHW kuendelea kufanya kazi kwa moyo wa kujituma na uzalendo katika kutoa elimu ya afya kwa wananchi ili kuhakikisha jamii inakuwa salama dhidi ya magonjwa. Taarifa ya John Kiango inaelezea undani wa taarifa hiyo. Kilisha mkuu wa wilaya ya Ileje Mheshimiwa Farida Mgomi katika hafla ya kukabidhi baskeli 279 kwa wahudumu wa afya ngazi ya jamii zilizotolewa na mdau huyo wa maendeleo. Sisi tuna wajibu mkubwa baada ya kupewa baskeli hizi kuweza kuboresha huduma ya afya. Lakini pia ndugu washiriki, baskeli hizi zitawezesha wahudumu kufika katika kaya kwa urahisi zaidi katika kutoa elimu ya afya kuhusu lishe, usafi wa mazingira, chanjo na uzazi wa mpango na kinga. Lakini pia kupitia mpango jumuishi wa huduma afya ngazi ya jamii, wilaya yetu inaendelea kupata mafanikio katika utoaji wa elimu ya afya kwa wananchi, usafi wa mazingira, hususan matumizi ya vyoo bora, huduma za jamii na upimaji na rufaa, pamoja na utekelezaji wa afua mbalimbali za kwa wananchi. Kwa hiyo kama kiungo muhimu cha sekta ya afya, nyinyi ndio mko na jamii, ndio msingi wa sekta ya afya katika nchi yetu. Kwa nilikuwa nawaasa kwamba kuendelea kujituma kwa uzalendo. Nipende kutoa shukrani za dhati kwa Buffalo kwa ushirikiano mkubwa ambao wameonyesha kama nilivyosema hapo awali. Lakini kwa upande wake mdau huyo wa maendeleo amesisitiza matumizi sahihi ya baskeli hizo kwa manufaa ya wananchi, huku baadhi ya wanufaika wakatoa shukrani zao kwa mdhamini huyo. Tunafurahi sisi kama kampuni ya Buffalo Tanzania kuwa sehemu ya chachu ya kuwafanya wahudumu wa afya ngazi ya jamii waweze kutekeleza majukumu yao kwa kupitia baiskeli za Buffalo Bicycles Tanzania. Kwamba ukifanya kazi zako unaweza ukaitumia kwa shughuli zako nyingine kama ni biashara, kilimo, kwenda kanisani, kupeleka watoto shule na kadhalika. Sawa jamani? So kwa niaba ya kiongozi wetu wa Buffalo Bicycles Tanzania Amina Mgeni pamoja na mkurugenzi wetu wa kanda ya Afrika Mashariki na viongozi wengine wa Buffalo Bicycles duniani, tunafurahi kuwa sehemu ya maendeleo. Kwa jina naitwa Wile Gambi, ni mwenyekiti CHW kata ya Isongole. Kwa niaba ya CHW wote tunashukuru sana kampuni ya Buffalo kwa kutuletea baskeli hizi. Zitakuwa ni tija na chachu kwa maendeleo ya wakazi wa Ileje. Tunashukuru sana kwa sababu zitatusaidia katika maendeleo. Tutafika kila nyumba kiurahisi na changamoto inapotokea tutafika kwa wakati. Tunawashukuru sana kampuni ya Buffalo kwa kutuletea baskeli hizi, tunashukuru sana. Kwa niaba ya CHW wote, kata zote zilizopo hapa, tunawashukuru sana. Asanteni sana. Tunamshukuru pia Mheshimiwa Rais kwa kuweza kutusaidia kutupatia hizi baskeli. Tunamshukuru sana mama yetu Samia Suluhu Hassani, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunashukuru sana. Asante sana. Kwa jina naitwa Elisi Mkonda, natokea Mbebe, kata ya Mbebe, kijiji cha Mbebe, kitongoji cha Nabijili. Napenda kuwashukuru watu wote mlo kuhudhuria kwenye hafla fupi ya kutukabidhi vifaa vya kutembelea kwenye kaya zetu. Nashukuru sana. Pia shukrani zangu za dhati zimwendee Mama Samia Suluhu Hassani kwa kutambua umuhimu wetu na kwa kutusaidia kuturahisishia kutembea kwenye kaya huko majumbani kwetu. Namshukuru sana.
Pia kwa niaba ya CHW wote tunapenda kushukuru uongozi wote mlio kuwepo hapa kwa kuja kutukabidhi baskeli kwa ajili ya kuturahisishia. Na sisi ahadi yetu ni kwamba tutahakikisha tunatembea kaya kwa kaya ili tusaidie afya kwa jamii, na tutapeleka elimu pia kama ilivyo ada. Asanteni sana. Nikiripoti kutoka mkoani Songwe, mimi John Kiango, Sky TV. Mtazamaji, unaendelea kutazama Ulimwengu wa Habari kutoka Sky TV, na miongoni mwa yale tulionayo usiku huu ni pamoja na vikundi vya mikopo vimetakiwa kuonesha matokeo chanya. Karibu tena mtazamaji, ikiwa ndio unaungana nasi, huu ni Ulimwengu wa Habari kutoka hapa Sky TV na mimi ni Zinazire Mswima. Naibu Waziri Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI Dr. Jafari Seifo amevitaka vikundi vinavyonufaika na mikopo ya 10% kutoa ushuhuda wa mafanikio yaliyotokana na fedha hizo badala ya kuendelea kuelezea changamoto. Mwandishi wetu Michael Francis Bundala kutoka mkoani Geita ana maelezo zaidi. Dr. Seif ameeleza hayo wakati akizindua rasmi kikundi cha vijana, wanawake na watu wenye ulemavu cha Amani kilichopo kata Bukoli, jimbo la Busanda, mkoani Geita. Uzinduzi huo ulienda sambamba na harambee ya kuchangisha shilingi milioni 200 kwa ajili ya kutekeleza mradi wa kikundi hicho wa ununuzi wa mashine ya kisasa ya kukoboa mpunga pamoja na ujenzi wa ghala la mazao lenye uwezo wa kutunza zaidi ya magunia 20,000. Dr. Seif amesema dhamira ya serikali ni kuwaondolea vijana, wanawake na watu wenye ulemavu changamoto ya mitaji iliyokuwa kikwazo cha kuanzisha na kuendeleza shughuli za kiuchumi ili waweze kujiajiri, kuongeza kipato na kujikomboa kiuchumi. Kwa hiyo unaposaidia kikundi cha watu 90 kwenye ile fedha zetu zile za 442 au fedha zingine za maendeleo, unakuwa unagusa tabaka kubwa. Fikiria sasa maendeleo na mkurugenzi, hao hapo 90 ukaongeza na Uvinia, wote kwa pamoja wanakuombea dua ya amani, dua ya baraka, dua za nini, kwa sababu hao hapo 90 na wana familia na watoto wao. Hana hapo wake wengi na wake zao wenyewe wanakuombea dua njema. Kwa hiyo tujali vikundi hivi na vio ni mfano. Majuzi nilikuwa kwenye ziara nikasema tunahitaji vikundi sasa ambavyo tunataka tuvione kwenye media mbalimbali vikielezea mafanikio yatokanayo na mikopo yetu ya 10%. Tuache tuelezea tu changamoto na ambao hawarudishi, hapana. Twende tuelezee kwamba ni kikundi kipi, kata gani ni cha mfano kimefanya vizuri na kinapewa tuzo kama cheti, lakini pia kinakuwa kielelezo kwa vikundi vile vingine ambavyo vinataka kuanza. Kwa hiyo mkurugenzi na afisa maendeleo, naomba sana mfanye kazi hii na muwape ushirikiano wa waheshimiwa madiwani, tuone namna gani tunaweza kutumia hizi fedha ambazo Dr. Samia Suluhu Hassan ameruhusu za 10% 442 ziende kwa wananchi na wananchi watoe ushuhuda. Alafu watu 90 wanaaminika hawa. Kwa hiyo tu wanapokuja mezani kuomba tuwapitishie maombi yao ya fedha, basi tukafanye tathmini, tujiridhishe, tuwape ushauri, tuwalee na tuwape mikopo hiyo ili iende kaete tija. Nao wanakikundi wameomba kuendelea kupewa elimu ya mikopo ili iwe na tija zaidi kwa wakopaji. Hao walezi wangetafuta namna ya utoaji wa elimu ili kikundi kipate basi kiwe na msingi, kipewe elimu ya kutengeneza msingi kwanza, ndipo kipate fursa ya kupata mkopo. Manake hii elimu vikundi vingi havina. Kwa namna tunavyoona kikundi kama kikundi cha Amani, sisi tuliwiwa kwanza, kwa sababu kabla tujakisajili kikundi tutengeneza misingi kwanza kujizatiti kama kikundi. Kwa sababu vikundi vingi vimao vikitengeneza kikundi kwa muda mfupi kinasambaa, kwa sababu wamelenga tu kwenye mikopo ya 10%. Sisi kama kikundi hatukutaka kwanza kuiweza 10% ya mikopo ya serikali. Tuliweza kwanza kuweka misingi ya kikundi, tuweke mizizi ya kikundi kwanza, kisha ndo tuende kwenye hatua ambao tulimuomba Mheshimiwa Naibu Waziri, na yeye pia aitoa maelekezo yake, tuliyapokea na akatoa maelekezo kwa afisa maendeleo kwamba kikundi hiki sasa kisajiliwe, na sisi tupo tayari kusajiliwa kuanzia leo kutoka maelekezo ambayo aliyatoa Mheshimiwa Naibu Waziri. Katika kufanikisha harambee ya kikundi cha Amani, Dr. Seif aliwezesha upatikanaji wa zaidi ya shilingi milioni 38 kupitia michango ya fedha taslim na ahadi kutoka kwa wananchi, waheshimiwa madiwani, viongozi mbalimbali wa serikali, yeye binafsi pamoja na marafiki zake, akieleza kuwa hatua hiyo ni mwanzo muhimu wa utekelezaji wa mradi wa kikundi hicho chenye wanachama 90 ambacho kimekuwa kikifanya shughuli zake za kiuchumi kwa kipindi cha miaka 2. Michael Francis Bundala,
Sky TV. Asante Michael Francis Bundara kwa ufafanuzi wa taarifa hiyo. Serikali imekifungua kiwanda cha uzalishaji wa chuma cha Hanning Steel Factory ilichopo Mkuranga mkoani Pwani kutokana na kubainika kwa ukiukwaji wa sheria za uhifadhi wa mazingira pamoja na kuwepo kwa uchafu unaoweza kuhatarisha afya za wafanyakazi na wananchi wanaoishi jirani na eneo hilo. Hatua hiyo imechukuliwa na naibu waziri wa ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira Ruben Kwagilwa baada ya kufanya ukaguzi katika kiwanda hicho na kubaini changamoto za usimamizi wa mazingira ikiwemo ukiukwaji wa taratibu za utunzaji wa taka hatarishi. Mahala hapa yapo mambo ambayo yamejitokeza. La kwanza, mahala hapa mifumo ya uhifadhi wa taka ndani ya kiwanda hairidhishi. Hali ni mbaya sana. Ni hatari kwa watumishi wenyewe waliopo kiwandani, lakini vile vile taka hizi zinaleta changamoto ya pili kwenye mfumo wao wa uzalishaji. Wanatumia nishati ya oil chafu, lakini hawana miundombinu ya namna ya kuihendo oil chafu hiyo baada ya kuwa wameitumia kama nishati. Wanaitiririsha, inaungana na maji machafu na inaelekea kwenye makazi ya watu, inaelekea kwenye mabonde ya maji, inaelekea kwenye mazingira ya nje na inaweza ikapelekea kuleta athari kubwa sana. Lakini si tu hivyo, kama mlivyoona kiwanda hiki ni cha uzalishaji nondo kwa kutumia taka na vyuma chakavu. Sasa kwenye process hiyo ya uzalishaji nondo kunapatikana byproduct kwa maana ya uchafu unaoitwa iron ashes, kwa maana ya masalia ya chuma ambao kimsingi ndani yake ziko heavy metals mle kama vile lead. Ni hatari sana kwa afya za binadamu. Lakini zote hizo zinaungana na maji machafu, zinaungana na hiyo oil chafu na zinatiririshwa kuelekea mazingira nje ya kiwanda na kwenye makazi ya wananchi. La tatu ambalo tumelibaini mahala hapa ni mfumo wa namna ya hewa chafu inavyotoka kiwandani. Hawana mfumo wa kuchuja zile sumu ambazo ziko kwenye hewa inayotokana na uzalishaji unaofanyika kwenye kiwanda hiki. Lakini ni muhimu sana mazingira ya ndani ya kiwanda yazingatie masuala ya usalama. Nimebaini pia kwamba kiwanda hiki hakina kibali, hakina cheti cha NEMKI cha Environmental Impact Assessment. Lakini si tu hivyo, huu ukusanyaji, utunzaji na urejeshaji wa taka hatarishi una masharti yake na una vibali vyake. Hawa yote haya hawajayafuata. Kama mnavyoona mahala hapa, pamoja na mambo hayo yote niliyoyaelezea, ona hizi ni risasi. Risasi hizi hazijatumika. Na hapa tumezikuta kwa uchache. Huwezi ukajua ni risasi kiasi gani zinakuwepo hapa. Wana matumizi gani nazo? Hatuwezi kujua. Sasa bahati nzuri kamanda OCD uko hapa. Hili lifuatilieni kwa taratibu zenu za kiusalama. Sasa ninayo maelekezo yafuatayo. La kwanza, NEMKI kanda hii huku pamoja na mkurugenzi mkuu wetu mtendaji, mkurugenzi wa NEMKI upo hapa leo. Maeneo yote ya aina hii, kwa maana ya viwanda vyote vya namna hii, havipaswi kuwa na sura hii. Na mimi nimeshangaa sana, mlikuwa wapi mpaka sasa hali imefika hivi namna ilivyo. Watu hawa, kwa maana ya wawekezaji hawa wenzetu wenye kiwanda hiki, ndugu zetu hawa, wakiitwa ofisini hawaji. Ndio maana nikasema nitakuja hapa siku ya leo kwa kushtukiza. Na nimekuja na hali niliyojionea mahala hapa. Ninaelekeza kwamba shughuli zote za uzalishaji mahala hapa zisimame. Kwa maana tusimamishe habari ya utiririshaji wote unaofanyika hapa, tusimamishe habari ya hewa chafu yote inayotoka kwenye kiwanda hiki. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ametupa dhamana ya kuyasimamia mazingira. Na sisi tuna wajibu wa kuilinda Tanzania ya leo na vizazi vijavyo. Swala la mazingira ni swala la afya, swala la mazingira ni swala la uchumi, swala la mazingira ni swala la usalama wa nchi. NEMKI, hakikisheni mnatekeleza maelekezo haya nilio hapa. Sheria inawaruhusu. Sheria yetu ya mazingira sura 191 kuanzia kile kifungu cha 195 mpaka 198. Simamieni hilo. Mheshimiwa Naibu Waziri, tumetumia nguvu nyingi sana, kwanza kuelimisha, kutoa onyo, na hawamekuwa wakaidi kwa kipindi kirefu.
Uwekezaji wa namna hii, Mheshimiwa Naibu Waziri, si safi, si salama na inatishia uhai wa Watanzania pamoja na viumbe vile ambavyo havina wa kuwasemea. Tunaweza tukawa tunapata mapato kutoka kwenye tozo au kutoka kwenye kodi, lakini fedha hiyo tunayoenda kuipata kama taifa inaenda kumnufaisha nani, ili hali wananchi hali yao ya afya hata uhai wao uko hatarini. Tutafanya maboresho yanayohitajika haraka iwezekanavyo na kurekebisha mazingira yanayozunguka. Sawa. Mtazamaji, tunapata mapumziko mafupi, lakini tukirejea itakuwa ni wasaa wa habari za biashara pamoja na uchumi. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Biashara na uchumi. Mtazamaji, karibu katika habari za biashara na uchumi. Mimi ni Mindi Josefu. Serikali imetoa jumla ya shilingi milioni 349 kwa vikundi vya vijana wa wilaya ya Mbarali wanaojishughulisha na shughuli za kilimo, fedha ambazo zinatarajiwa kuongeza uzalishaji, matumizi ya teknolojia za kisasa, kuongeza thamani ya mazao na kufungua ajira mpya kwa vijana wengi zaidi. Akizungumza katika hafla hiyo, Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana, Joel Nanauka, amesema serikali imejipanga kuhakikisha kuwa kila kijana anapata nafasi ya kushiriki kikamilifu katika kujenga uchumi wa taifa bila kujali anaishi mjini au kijijini. Tumewakabidhi mkopo wenye thamani ya shilingi milioni 349,632,550. Lakini mkopo huu una tofauti sana na mikopo ambayo unaweza ukaipata mahali pengine. Sasa mkopo huu kwanza, kama walivyoeleza wenyewe, umetoka kwa haraka. Ndani ya mwezi mmoja mkopo wao umeupata. Lakini pili, mkopo wao hauna dhamana yoyote. Hawajaweka hati zao za nyumba, hawajaweka viwanja, hawajaweka mashamba, wala tujawaambia tunaomba hela ya advance ili tuwape hizi hela. Milioni 349 wamepewa bila dhamana yoyote, na ndiyo masharti ambayo tumeweka katika mkopo huu. Lakini mikopo hii haina riba, na ndio mwelekezo wa Mheshimiwa Rais, ili tuwarahisishie ulipaji wao. Sio mikopo ya kausha damu, ni mikopo ambayo haina mzigo. Wanaweza kufanya biashara, wakalipa, wakabaki na faida na wakakua zaidi. Lakini kingine ambacho ni cha tofauti kwenye mkopo huu ambacho lazima ukielewe, mkopo huu tunatoa kitu kinaitwa wakati wa kujitazamia. Kwa Kiingereza wanaita grace period, kwamba tunakupa mkopo lakini hatutakudai pale pale. Kwa wafanyabiashara wengine wanaofanya biashara kama za usafirishaji, kwa mfano bodaboda,
tuliwakopesha bajaji au maguta au tuliwakopesha mikopo ya kufanya biashara, wenyewe tunawapa miezi mitatu. Baada ya miezi mitatu ndio wanaanza kulipa. Lakini hawa ambao wanalima, wanafanya kilimo, wanaofanya ufugaji wa samaki, hatutawadai hata senti 5 mpaka wamalize kulima, wavune. Wakishavuna, wakiuza, ndio wanakuja kutulipa. Kwa hiyo tumewaachia muda ili mkopo huu ukawasaidia watengeneze mashamba, wapande, wamwagilie, wakishavuna, alafu wakiuza, ndipo sasa wanaanza kurudisha pesa yao. Hapo vipi? Hapo vipi? Na wafanyabiashara wa mpunga na mchele katika eneo la Tunduru Kaskazini wamelalamikia utozwaji wa kodi mara mbili. Wafanyabiashara hao walidai kuwa mfumo wa sasa wa ukusanyaji kodi unawaathiri wao pamoja na wakulima wa mpunga na mchele katika eneo hilo. Tuna changamoto ya mambo ya ushuru. Ushuru huu wa mpunga inaonyesha sisi tunalipa zaidi ya mara mbili. Tukinunua mpunga tunalipa ushuru shilingi 3,000 kiroba. Mpunga ule nikiuleta hapa nikikoboa nalipa tena ushuru kilo 100 kama hii hapa shilingi 4,000. Ina maana kilo moja shilingi 40. Sasa hapo kidogo panaleta mkanganyiko juu ya utendaji wa kazi. Kuna ushuru wa kukoboa? Ushuru wa kukoboa, yani shambani tunalipa shilingi 3,000 kiroba. Tunapofika hapa mjini tukikoboa tunalipa tena shilingi 4,000. Mnalipa 7,000. Tunalipa shilingi 7,000. Tumelipokea. Kwa bahati mbaya haya mambo yanapitishwa kwenye baraza la madiwani. Yaani ushuru umekuwepo muda mrefu. Kwa hiyo sisi tunaoingia sasa tunapaswa kusukuma haya mageuzi. Lakini lazima mapambano yao ya kisayansi kidogo. Lazima tufanye utafiti. Mtazamaji, tutazame viwango vya kubadilisha fedha kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania BOT. Dola ya Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2623 na senti 47 na imeuzwa kwa shilingi 2649 na senti 71. Paundi ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 3519 na senti 39 na imeuzwa kwa shilingi 3554 na senti 58. Euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 2996 na senti 79 na imeuzwa kwa shilingi 3026 na senti 76. Yuan ya China imenunuliwa kwa shilingi 387 na senti 06 na imeuzwa kwa shilingi 390 na senti 93. Yuan ya Japani imenunuliwa kwa shilingi 16 na senti 21 na imeuzwa kwa shilingi 16 na senti 37. Randi ya Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 160 na senti 73 na imeuzwa kwa shilingi 162 na senti 34. Kenya shilingi imenunuliwa kwa shilingi 20 na senti 28 na imeuzwa kwa shilingi 20 na senti 48. Faranga ya Rwanda imenunuliwa kwa shilingi 1 na senti 78 na imeuzwa kwa shilingi 1 na senti 80. Uganda shilingi imenunuliwa kwa senti 71 na imeuzwa kwa senti 71. Faranga ya Burundi imenunuliwa kwa senti 87 na imeuzwa kwa senti 88. Tamati ya habari za biashara na uchumi, mtazamaji, kutoka hapa Sky TV. Biashara na uchumi. Habari za kimataifa. Habari za kimataifa, tunaanza na taarifa ifuatayo. Mahakama ya kupambana na ugaidi na makosa dhidi ya taifa iliyoko mjini Port Sudan nchini Sudani imemhukumu kiongozi wa RSF Mohamed Hamdani Daglo na watu wengine 15 adhabu ya kifo bila washtakiwa hao kuwepo mahakamani.
Kwa mujibu wa shirika la habari la SUNA, washtakiwa hao walipatikana na hatia ya kumuua aliyekuwa gavana wa Darfur Magharibi Hamis Abubakari mnamo Juni mwaka 2023, muda mfupi baada ya RSF kuteka mji wa El Geneina ambao ni makao makuu ya jimbo hilo. Abubakari aliuawa saa chache baada ya kuishtumu RSF na washirika wake kwa kufanya mashambulizi dhidi ya raia. Mahakama iliwatia hatiani Daglo na washtakiwa wengine kwa makosa ya uhalifu wa kivita, uhalifu dhidi ya ubinadamu, mauaji ya kimbari pamoja na mashambulizi dhidi ya raia na miundombinu ya umma. Uamuzi huo ni wa kwanza unaolenga viongozi wa RSF tangu vita kati ya kundi hilo na jeshi la Sudani vilipoanza mwezi Aprili mwaka 2023. Kwingineko, waasi wa AFC M23 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wametumia mlipuko wa Ebola katika eneo wanalolidhibiti kuonesha uwezo wao wa kuongoza nchi. Wamefanya hivyo kwa kuonyesha uwezo wao wa kuongoza nchi kwa kuanzisha juhudi za kukabiliana na mlipuko huo tofauti na zile zinazoendeshwa na serikali ya Kinshasa. Kulingana na makundi rasmi ya wataalamu wa afya mashariki mwa Kongo, Rwanda imekuwa ikiwasaidia waasi hao katika harakati zao mpya za kudhibiti ugonjwa huo hatari. Hatua hiyo imeonyesha namna waasi hao walivyotanua mifumo sambamba ya utawala katika maeneo walioyateka mwaka uliopita. Hata hivyo, wachambuzi wanaonya kuwa mwitikio uliogawanyika katika nchi hiyo iliyokabiliwa na migogoro unaweza kuathiri juhudi za kudhibiti ugonjwa huo iwapo mlipuko utaendelea kusambaa. Waasi wa AFC M23 kwa sasa wanadhibiti maeneo makubwa ya majimbo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini baada ya vita vikali na wanajeshi wa serikali mwaka 2025, ambapo waliteka miji ya Goma na Bukavu ambayo ni miji miwili mikubwa zaidi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Umoja wa Mataifa pamoja na serikali za nchi za magharibi zinasema kundi hilo linaungwa mkono na Rwanda, madai ambayo serikali ya Kigali imeendelea kuyakanusha. Tuhitimishe habari za kimataifa na taarifa ifuatayo. Jeshi la Marekani limesema jana kuwa limeanzisha wimbi jipya la mashambulizi dhidi ya Irani kufuatia mapigano mapya katika mlango bahari wa Hormuz. Katika chapisho kwenye mtandao wa X, kamandi kuu ya jeshi hilo la Marekani imesema mashambulizi hayo mapya yalianza saa 9 usiku kwa majira ya eneo hilo baada ya kutangaza awali kuwa ilikuwa imefanya takribani mashambulizi 140 usiku uliotangulia. Kwa upande wake, Irani imeripoti kuwa visiwa vyake viwili vya kusini pia vimeshambuliwa, huku Kuwait ambako mara kwa mara Irani imekuwa ikilenga vituo vya kijeshi vya Marekani, ikisema vituo vya ulinzi mpakani na kituo cha mafuta cha baharini vilishambuliwa. Mapigano hayo mapya yalifuatia shambulio la Irani mapema Jumapili dhidi ya meli ya kibiashara katika mlango huo wa bahari, ambapo wafanyakazi wake walilazimika kuitekeleza baada ya kushika moto. Baada ya tukio hilo, kikosi cha ulinzi wa mapinduzi ya Kiislamu cha Irani IRGC kilitangaza kuwa mlango bahari wa Hormuz utafungwa hadi itakapotolewa taarifa nyingine. Mwisho wa habari za kimataifa. Naitwa Pius Jayunga. Habari za kimataifa. Mtazamaji, tuelekee viwanjani kuangazia yale yaliyojili katika anga za michezo na burudani. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi
kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Michezo na burudani inaletwa kwenu na ZIC. Habari za michezo na burudani. Karibu tena mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari katika habari za michezo pamoja na burudani. Mimi ni Lai Saidi. Klabu ya Simba inatarajia kuanzisha kampeni ya Visit Ngorongoro The Pride Returns Home, ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya miaka 90 ya klabu hiyo. Kampeni hiyo inalenga kuitazama Ngorongoro kimataifa kupitia jina la umaarufu wa klabu ya Simba. Afisa mtendaji mkuu wa Simba Sport Club Zubeda Sakuru amezungumzia lengo la ushirikiano wa klabu hiyo na hifadhi ya Ngorongoro, ambapo ameeleza kuwa huo ni moja kati ya ushirikiano mzuri waliowahi kufanya. Amesema miaka 90 ya Simba imekuwa na historia ndefu, changamoto pamoja na mafanikio ambayo yanadhihirisha asili ya mnyama ambaye hakati tamaa kwenye mawindo yake. Ushirikiano ambao tunaofanya baina yetu na mamlaka ya uhifadhi ni moja ya shirikiano bora ambazo zimewahi kutokea. Sote tunafahamu tangu kuanzishwa kwake mwaka 1936 chapa ya Simba Sports Club imekuwa na nembo ya mnyama Simba. Na Simba inamaanisha nini sasa tunaposema The Pride Returns Home? Ameelezea hapa kamishna mkuu. Ukiangalia historia ya Simba na asili yake, au Waswahili wanavyosema jasiri achi hasili. Asili ya mnyama Simba ni katika hifadhi kubwa sana duniani. Lakini tunapozungumzia hifadhi kubwa zenye ardhi mpaka ya kutambuliwa na UNESCO, tunazungumzia hifadhi ya Ngorongoro. Kwetu sisi tunaitumia fursa hii ya kutambulika kwa Ngorongoro katika UNESCO kama sehemu ama mahali pekee penye maajabu. Ameelezea kamishna hapa jinsi ambavyo kumefanyika ugunduzi wa fuvu la kale, nyayo za kale, na sisi tumeona ni nyakati pekee ambayo tunaweza kusherehekea miaka yetu 90 tangu kuanzishwa kwake kwa kurudi nyumbani. Na tunazungumzia Pride Returns Home kwa muktadha wa kwamba familia ya Simba imerudi nyumbani ambapo ni Ngorongoro. Tunaamini kwamba miaka hii 90 ya Simba yenye mafanikio na yenye safari nyingi, kuna mahali tumepitia changamoto kama klabu, lakini hatujaweza kuanguka. Tumeweka historia, tumepitia changamoto nyingi, lakini tumeweza kusimama. Sio kwa sababu yoyote ile, ni kwa sababu asili ya Simba ni kutoshindwa katika mawindo.
Naye nahodha wa klabu ya Yanga Bakari Nondo Mwamnyeto ambaye anafanya kila mwaka tamasha lake linalokwenda kwa jina la Mwamnyeto Foundation, ambapo ametangaza rasmi tarehe ya tamasha hilo itakuwa ni Julai 15 mwaka huu, ambapo litafanyika mkoani Tanga. Mwamnyeto amewaomba wachezaji na wadau wa soka kujitokeza kumuunga mkono kwenye tamasha hilo la kurejesha kwa jamii. Mimi natamani sana ndio maana nimeanzisha hivi. Kwa hiyo naomba wadau na wachezaji wenzangu wanishike mkono kuweza kukamilisha jambo letu ambalo litakuwa tarehe 15 siku itakuwa ni Tanga. Kwa hiyo naomba washike mkono kwa asilimia kubwa. Tulifanya tukaenda Mbeya, tumeenda Dodoma, sasa tunarudi Tanga. Nimepanga vizuri. Mpaka sasa nimepanga vizuri. Nadhani kiingilio kitakuwa kikubwa shilingi 2000. Kwa hiyo watu wajitokeza kwa wingi na waje kunisupport kwa 100%. Nadhani watu watakayekuja wataona surprise nyingi sana pale Tanga. Nadhani naomba kwamba waje kwa wingi, watajionea pale vitu vingi sasa vitakuwepo Tanga. Kwingineko, shirikisho la kurusha mishale nchini Tanzania limepanga kutumia mashindano ya michuano ya Kombe la Mataifa Afrika AFCON kwa mwaka 27 kulitangaza zaidi kwa uwepo wa kufanya shindano dogo la mchezo huo wakati wa mashindano. Kevin Fernandez ambaye ni rais wa shirikisho la mchezo wa kurusha mishale Tanzania amesema wamejifunza kwenye vyama vingine vinavyopiga hatua, hivyo na wao wamepanga kutumia michuano ya AFCON kujitangaza zaidi. Pia rais huyo ameeleza mpango wa kuandaa walimu wa mchezo huo ambao upo tayari kuanzia timu ili kuufanya mchezo uweze kujulikana zaidi na Watanzania. Utambulisho wangu kulikuwa kuna ukimya kidogo hapa katikati. Sasa kama shirikisho, pembeni yangu hapa niko na rais wa shirikisho hili la kurusha mishale Tanzania. Nitakwenda kueleza ni kwa nini tulikuwa kimya kwa muda mfupi kidogo, lakini pia ipi mipango na mikakati ambayo tumekuja nayo mara baada ya kuja mbele yenu hapa kuzungumza na nyinyi. Nichukue fursa hii kumkaribisha rais aweze kuwapa mipango, mikakati, lakini pia na maboresho ambayo tumepanga kuyafanya kwenye shirikisho letu. Maana ya kwanza ni kuona namna gani tunaueneza mchezo huu ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Baada ya kuanzisha shirikisho hili, palipatikana uongozi ambao kuna mimi rais, lakini kuna makamu wa rais, kuna katibu wa shirikisho, kuna wajumbe wa kamati ya utendaji, tuna afisa habari wa shirikisho, lakini pia tuna mhasibu, lakini pia tuna mwenyekiti wa ufundi kwa upande wa shirikisho. Sasa baada ya kuwa tumelianzisha shirikisho, tulianza kutengeneza management na ndio maana tulikuwa kimya, lakini baada ya hapo pia tukawa sasa tuna mikakati ya kuona namna gani tunaweza tukazianzisha timu hapa Tanzania. Tusingeweza kuanzisha timu wakati hatuna makocha wa kuweza kuzifundisha hizo timu hapa Tanzania. Na ukizingatia huu ni mchezo mpya kwa Watanzania na ni shirikisho jipya. Kwa hiyo tulikuwa tukijipanga kuona namna gani tunaweza tukaanza mkakati sasa wa kuanzisha huu mchezo uanze kuchezwa Tanzania. Mkakati wa kwanza tulifanya mawasiliano na World Archery, shirikisho la dunia la huu mchezo. Huu mchezo makao yake makuu ya dunia yanapatikana Uswisi, Geneva. Kwa hiyo baada ya kuwa tumecommunicate nao, wakatuambia kwamba tuna taratibu tunatakiwa tuzifanye, ikiwemo kujiunga na World Archery ili tuwe miongoni mwa members kama walivyo members wengine. Tuliendelea na hizo taratibu, lakini the same times pia sasa tukawaomba tuweze kupata mtaalamu kutoka World Archery ili aje Tanzania kwa ajili ya kuja kuwafundisha makocha wa Tanzania. Tulikuwa tukiendelea na hizo process na ndio maana tulikuwa kimya. Imefika mahala wametujibu na wametukubali na wametuamua kutupa mtu sasa wa kuja kuweza kutufundishia makocha wa Tanzania. Mtazamaji, tuelekee kimataifa ambapo huko chama cha soka nchini Argentina kimeomba kibali kutoka shirikisho la soka duniani FIFA kwa ajili ya kuvaa jezi za blue katika mchezo wa nusu fainali ya kombe la dunia dhidi ya timu ya taifa ya Uingereza, huku uamuzi wa mwisho ukitarajiwa kutolewa siku ya kesho Julai 14, ambapo ombi hili limebeba hisia kali na kumbukumbu nzito, kwani jezi hiyo ndio aliyovaa wakati wa mechi ya robo fainali ya kombe la dunia mwaka 1986 ambapo aliondoa Uingereza kwa mabao ya hadithi ya Diego Armando Maradona, ikiwemo lile la mkono wa Mungu na bao la karne. Mbali na presha ya kisasi cha kihistoria, mtanange huu unatarajiwa pia kuweka rekodi ya kipekee kwa nahodha Lionel Messi iwapo atashuka dimbani. Huu utakuwa mchezo wa kwanza kabisa kwa Messi katika ngazi ya timu ya taifa ya wakubwa kukabiliana na kikosi cha timu ya taifa ya Uingereza tangu aanze kucheza soka la kimataifa.
Na taarifa nyingine ni kuhusiana na rais wa shirikisho la soka la kimataifa FIFA Gianni Infantino amesema shirikisho hilo litafanyia kazi pendekezo la kuongeza idadi ya timu zitakazoshiriki kombe la dunia kwa mwaka 2030 kutoka timu 48 hadi timu 64, ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya miaka 100 ya michuano hiyo ambapo ilianza kuchezwa mwaka 1930 nchini Uruguay. Iwapo pendekezo hilo litapitishwa, basi kombe la dunia la mwaka 2030 litakuwa na jumla ya michezo 128. Hata hivyo, shirikisho la soka barani Ulaya UEFA lenyewe limeonyesha wasiwasi, ikieleza kuwa hatua hiyo inaweza kuongeza msongamano wa kalenda ya soka na kupunguza ushindani. Michuano ya kombe la dunia kwa mwaka 2030 imepangwa kufanyika katika mabara matatu na nchi 6. Huku mechi za ufunguzi zikitarajiwa kuchezwa Uruguay, Argentina na Paraguay, kabla pia ya mashindano kuhamia nchini Morocco, Hispania pamoja na Ureno. Na taarifa hiyo, mtazamaji, mimi inanifikisha tamati ya habari za michezo pamoja na burudani. Zile Mswima punde tu atakuwa hapa kwa ajili ya kukamilisha ulimwengu wa habari. Michezo na burudani inaletwa kwenu na ZIC. Habari za michezo na burudani. Sky TV. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Sky TV. Mtazamaji, tuangazie utabiri wa hali ya hewa kutoka TMA kwa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 kamili usiku huu wa leo. Ni siku nyingine tena mpenzi mtazamaji, na nikukaribishe katika utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku. Tafadhali ungana nami Ramadhani Omari kutoka Mamlaka ya Hewa Tanzania. Na kwa kwanza tuangalie utabiri wa hali ya hewa kwa siku ya leo, ambao tunatarajia maeneo mengi ya nchi kuendelea kuwa na hali ya ukavu, lakini pia hali ya baridi inatarajiwa katika maeneo mengi hapa nchini. Kwa maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya Bahari ya Hindi, viwango vya chini vya joto vinatarajiwa kuwa kati ya nyuzi joto 20 hadi 24. Na maeneo ya nyanda juu kusini magharibi yanatarajiwa kuwa na hali ya baridi zaidi ukilinganisha na maeneo mengine ya nchi. Na kiwango cha chini kabisa cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 8 katika maeneo ya mkoa wa Njombe, ikifuatiwa na nyuzi joto 9 katika maeneo ya mkoa wa Mbeya. Na kwa siku ya kesho, maeneo ya mkoa wa Kagera pamoja na Mara yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya kaskazini mwa Bahari ya Hindi pamoja na mkoa wa Morogoro kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na maeneo mengine nchi yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na kwa upande wa upepo, tunatarajia upepo kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya Bahari ya Hindi. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Kwa maeneo ya Ziwa Victoria, Ziwa Tanganyika pamoja na Ziwa Nyasa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa. Na maeneo ya Ziwa Rukwa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi makubwa kiasi. Na sasa tupate utabiri wa siku zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini. Kwa mkoa wa Dar es Salaam tunatarajia hali ya mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache. Na mkoa wa Dodoma, kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 14 hadi 15. Kwa mkoa wa Mwanza, kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 18.
Na mkoa wa Mbeya kiwango cha chini kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 8 hadi 9. Na mkoa wa Kilimanjaro tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na mkoa wa Morogoro pia tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na kipindi cha jua. Na mkoa wa Arusha tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na mpaka kufikia hapo, kutoka mamlaka ya hewa tuna ziada. Asante kwa kuwa nami na nikuage kwa heri. Mtazamaji, kabla ya kuhitimisha ulimwengu wa habari, tupate muhtasari wa yale tuliokuwa nayo. Rais Dr. Samia ataka mawakili kutafsiri sheria kwa vitendo. Kwingineko, serikali kuendelea kuwekeza katika matibabu ya saratani. Na kwa kimataifa, Daglo na maafisa wengine wa RSF wahukumiwa adhabu ya kifo. Na katika michezo, shirikisho la mchezo wa vishale Tanzania kumleta mkufunzi kutoka Uswizi. Mtazamaji, na hapa ndipo pale napotia nanga katika ulimwengu wa habari kwa siku hii ya leo. Tuonane kesho panapo majaliwa, na kutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa Sky TV.